Baada ya Tunde na Aisha kutembea ufukweni Tarkwa Bay, moyo wa kila mmoja ulikuwa umejaa matumaini mapya. Upepo wa bahari ulipiga taratibu, mawimbi yakigonga mchanga kana kwamba yanabariki mapenzi yao. Lakini Lagos ni jiji la majaribu. Furaha haikai muda mrefu bila kupimwa. Siku iliyofuata, Tunde alirudi nyumbani Lekki akiwa na tabasamu. Lakini alipofika sebuleni, alimkuta mama yake, Mrs. Adewale, amekaa kimya na uso mzito. Tunde, alisema, baba yako anataka kuzungumza na wewe. Tunde aliingia ofisini kwa baba yake. Chief Adewale alikuwa amesimama dirishani akiangalia jiji. Umemchagua Aisha kweli? Aliuliza bila kugeuka. Ndiyo baba, Tunde akajibu kwa uthabiti. Moyo wangu uko kwake. Chief Adewale akavuta pumzi ndefu. Mapenzi ni mazuri, lakini maisha yanahitaji misingi. Aisha anatoka Makoko, dunia yake ni tofauti na yako. Tunde akasema, ndiyo maana nampenda. Amenifundisha kuona maisha bila majumba na magari. Baba yake hakujibu, ila akatikisa kichwa polepole. Wakati huo huo, Makoko kulikuwa na hofu. Mama yake Aisha alianza kuimarika, lakini kodi ya chumba chao ilikuwa imechelewa. Mwenyekiti wa eneo alikuja kuwatishia. Kama hamtalipa wiki hii, mtahama, alisema kwa sauti kali. Aisha alikaa kimya, machozi yakimtoka taratibu. Baada ya kuondoka kwake, alimkumbatia mdogo wake. Usiogope, alimwambia. Nitatafuta njia. Usiku huo, Aisha hakulala. Aliwaza kama kumpigia Tunde simu au la. Alijua tayari amewasaidia sana. Hakutaka aonekane kama anamtegemea kila kitu. Asubuhi, Tunde alimfuata Makoko. Alimkuta Aisha amekaa juu ya kibanda akiangalia maji. Aisha, alimuita kwa upole. Aisha akageuka. Tunde, nilikuwa nawaza kuhusu maisha yetu. Tunde akakaa karibu naye. Niambie. Aisha akasema kwa sauti ya huzuni. Na kuona unatoka dunia kubwa. Mimi natoka kwenye maji na mbao. Naogopa siku moja utaniona mzigo. Maneno yale akamchoma Tunde moyoni. Aisha, alisema, kama ningetaka pesa, ningebaki Lekki. Nilikuja hapa kwa sababu ya wewe. Tunde akashika mkono wake. Mapenzi hayapimiwi kwa mahali ulipozaliwa, yanapimiwi kwa moyo wako. Aisha katabasamu kidogo, lakini macho yake bado yalikuwa na hofu. Wakati huo huo, Kemi Okafa hakuwa amelala. Alikuwa anawaza jinsi ya kumrudisha Tunde. Alituma watu wampeleleze Aisha. Siku moja, Kemi alimfuata Aisha sokoni Balogun Market. Wewe ndiye Aisha? Aliuliza kwa tabasamu bandia. Ndiyo, na wewe ni nani? Aisha akauliza. Mimi ni Kemi, rafiki wa Tunde, wa zamani, alisema kwa dharau kidogo. Aisha akasikia moyo wake ukidunda. Kemi akaendelea. Unajua Tunde anaishi wapi? Ana maisha gani? Dunia yako na yake ni kama mbingu na ardhi. Aisha akajibu kwa utulivu. Najua mimi ni maskini, lakini moyo wangu ni safi. Kemi akacheka kidogo. Mapenzi hayalishi kodi Lagos, Aisha. Maneno yale yakamuumiza kuliko kisu. Baada ya Kemi kuondoka, Aisha hakuuza tena vizuri. Mawazo yakajaa kichwani. Je, kweli ninafaa kuwa na Tunde? Jioni hiyo, Tunde alimkuta Aisha kimya sana. Tunde, akasema, umekuwa tofauti leo. Aisha akasema kwa sauti ya chini. Kemi aliniona. Tunde akashangaa. Alikwambia nini? Aisha akavuta pumzi ndefu. Alisema dunia yangu na yako hazilingani. Tunde akasimama. Aisha, usisikilize kelele za watu. Mapenzi yetu ni yetu. Lakini ndani ya moyo wa Aisha, hofu ilianza kukua polepole. Siku chache baadaye, Chief Adewale alimuita Aisha nyumbani kwao Lekki. Aisha aliogopa, lakini akaenda. Alipofika aliona majumba makubwa, bustani safi na walinzi. Alihisi kama ameingia dunia nyingine. Chief Adewale akamwambia Aisha, Aisha, nakuheshimu, lakini lazima ujue maisha ya Tunde ni mazito.
kuna biashara, heshima na jina la familia. Aisha akainamisha kichwa. Ninaelewa saa. Akaendelea. Je, uko tayari kubadilika ili kuingia dunia yake? Aisha akawaza kidogo. Kisha akasema, siwezi kubadilisha nilikotoka, lakini naweza kubadilisha ninapokwenda. Maneno yale yakamfanya Chief Adewale anyamaze kwa muda. Usiku huo, Tunde na Aisha walikutana Victoria Island. Aisha akasema, Tunde, nakuomba kitu. Niambie. Kama mapenzi yetu yatakuumiza au kukuvuruga, niambie mapema. Tunde akamkumbatia. Maisha bila wewe ndio yataniumiza. Walitazamana, taa za Lagos zikimulika juu yao. Lakini mbali, Kemi alikuwa anapanga jambo kubwa zaidi, jambo ambalo lingejaribu kuvunja mapenzi ya bilionea na binti wa Makoko. Na hapo ndipo safari ya mapenzi yao ilipoanza kuwa hatari zaidi. Baada ya usiku ule wa Victoria Island, Aisha alirudi Makoko akiwa na mawazo mazito. Mawimbi ya maji chini ya vibanda yalionekana kama yanaimba huzuni yake. Alimwangalia mama yake aliyekuwa amelala kitandani, kisha mdogo wake aliyekuwa akisoma chini ya taa ya mafuta. Ndani ya moyo wake aliuliza, je, kweli naweza kuishi kwenye dunia ya Tunde? Au nitakuwa kivuli tu kwenye maisha yake? Asubuhi iliyofuata, Tunde aliamka Lekki akiwa na furaha na wasiwasi kwa pamoja. Alijua mapenzi yao yanakuwa, lakini pia alihisi upepo wa hatari kutoka kwa Kemi na dunia ya biashara ya familia yake. Akiwa ofisini kwa baba yake, alimkuta Chief Adewale akizungumza na watu wa kampuni. Tunde, baba yake alisema, leo utakuja nami kwenye mkutano wa wawekezaji. Lakini Tunde alikuwa na mawazo mengine. Baba, baada ya mkutano, nataka kwenda Makoko. Wote wakamwangalia kwa mshangao. Makoko tena? Mmoja wa wawekezaji akauliza kwa dharau. Tunde akasema kwa sauti tulivu lakini imara, hapo ndipo ninapopata amani. Maneno yale yakamfanya Chief Adewale anyamaze kwa muda. Wakati huo huo, Kemi alikuwa akipanga mpango wake. Alikuwa amechoshwa na kushindwa kumrudisha Tunde kwa maneno. Akaamua kutumia nguvu ya jina na pesa. Alienda kwa rafiki yake aliyekuwa mwandishi wa habari. Nina stori kali, Kemi alisema. Kijana bilionea wa Lagos anachumbiana na binti wa Makoko. Nataka watu wajue. Mwandishi akatabasamu. Hii itatikisa Lagos. Habari zikaanza kusambaa taratibu mitandaoni. Mrithi tajiri wa Adewale aangukia mapenzi ya binti wa Makoko. Makoko, watu wakaanza kumtazama Aisha tofauti. Wengine kwa wivu, wengine kwa mshangao. Mama mmoja akamwambia, binti, umepata bahati, lakini Lagos haina huruma. Aisha akaanza kuhisi presha ya dunia. Siku hiyo jioni, Tunde alimfuata Makoko, lakini alipoingia, aliona watu wanamwangalia kwa macho ya ajabu. Aisha alikuwa amekaa kimya, uso wake umejaa mawazo. Tunde, Aisha alisema, habari zimetoka. Habari gani? Watu wanajua kuhusu sisi. Tunde akashika simu yake na kuona mitandao ikimjadili. Aisha akasema kwa huzuni, sikutaka mapenzi yetu yawe biashara ya watu. Tunde akasema, Aisha, mapenzi ya kweli hayajifichi, yanaonekana hata kama hatutaki. Lakini ndani ya Aisha kulikuwa na hofu kubwa zaidi. Usiku huo Aisha alimwambia mama yake kila kitu. Mama yake akasema kwa sauti dhaifu lakini yenye hekima, binti yangu, mapenzi ni safari. Ukiona hofu, usikimbie. Simama ujiulize kama moyo wako una amani. Maneno yale yakampa nguvu kidogo. Kesho yake, Tunde alimwalika Aisha kuhudhuria hafla kubwa ya kampuni ya familia yao Lekki. Aisha alisita. Mimi sitafaa huko, alisema. Tunde akamshika mkono. Utafaa kwa sababu wewe ni wewe. Aisha alivaa gauni rahisi, si la fahari. Alipoingia kwenye ukumbi mkubwa wenye taa na muziki wa taratibu, watu wakaanza kunong'ona. Huyo ndiye wa Makoko? Ndiyo huyo. Kemi alikuwa pale, amevalia gauni la gharama kubwa. Alipomwona Aisha, akatabasamu kwa dharau. Tunde, Kemi alisema, karibu kwenye dunia yako halisi.
Aisha akahisi kama yupo peke yake katikati ya watu wengi. Lakini Tunde akasimama mbele ya wote. Akachukua kipaza sauti. Leo nataka kusema kitu, alisema. Ukumbi ukanyamaza. Lagos imejaa pesa, majumba na majina makubwa, lakini imejaa pia mioyo midogo. Mimi nimepata moyo mkubwa kwa mtu aliyekulia kwenye maji ya makoko. Watu wakaanza kunong'ona zaidi. Tunde akaendelea, Aisha Bello si maskini wa moyo, ni tajiri wa tabia, ujasiri na mapenzi. Aisha machozi yakaanza kumtoka. Kemi akashika glasi yake kwa hasira. Baada ya hafla, Kemi alimfuata Tunde. Unajidharau kwa ajili ya binti wa vibanda? Alisema kwa ukali. Tunde akamwangalia kwa utulivu. Kemi, heshima ya mtu haipimwi kwa nyumba, inapimwa kwa moyo. Kemi akaondoka akiwa na hasira, lakini mpango wake haukuwa umeisha. Siku chache baadaye, vibanda vingine vilianza kubomolewa kwa dai la serikali kupanua eneo. Chumba cha Aisha kilikuwa ni miongoni mwa vilivyolengwa. Aisha alipofika, aliona watu wanavunja mbao. Nyumba yangu, alipiga kelele. Mama yake akalia. Aisha akampigia Tunde simu kwa mikono inayotetemeka. Tunde, wanabomoa makoko. Tunde bila kusita alikuja na gari lake. Alipofika, alimkuta Aisha akilia kando ya maji. Tunde akamkumbatia. Usiogope, tuko pamoja. Lakini Aisha akasema kwa machozi, ninaogopa siku moja dunia yako itanimeza, nami nitapotea. Tunde akamshika uso wake. Aisha, hata nikisimama juu ya jengo refu, bila wewe nitakuwa maskini. Maneno yale yakampa nguvu. Lakini mbali, Kemi alikuwa akitazama mpango wake ukianza kuzaa matunda. Mapenzi ya bilionea na binti wa makoko sasa yalikuwa kwenye mtihani mkubwa zaidi wa maisha, na safari yao bado haikuwa imefika mwisho. Baada ya vurugu za